hakika Allah anapenda sana wakati mmoja wenu anapofanya kazi yoyote ya halali ile, basi naifanye kwa uzuri, hasa kiutaalamu, aisomee, aizamie, aifanye vizuri, awashinde makafiri katika kuifanya kazi hiyo vizuri. Walmaana al-itqani, yani al-ijadata wal-ihkama, aifanye kazi hiyo kwa uzuri na namna iliyo bora. Watakhallusa min al-uyubi, na jiepushe na kila aina aibu mbalimbali katika shughuli yake na kazi yake, isiwe na kasoro. Akitoa ahadi iwe ni ahadi ya kweli. Bwana, mzigo wako na utengeneza, inshallah kesho tukijaliwa utakuwa tayari, basi awe na sehemu kubwa sana kwamba akifika kesho anaweza inshallah akawa amemaliza kazi yao. Lakini sio anatoa ahadi akijua kwamba nachukua fedha tu, lakini kazi hii hasa kwa siku 2 hii si malizi, hii nakwenda mpaka wiki nzima mpaka mwezi, lakini kaahidi njoo kesho bwana. Alafu matokeo yake yule mteja wake anampiga chenga, anajitia aibu mtu huyo, na si itikani hiyo. Maana itikana al-ijadatu wal-ihkama, maana yake ni kufanya uzuri na kwa namna iliyo bora sana. Watakhallusa min al-uyubi, na jiepushe na kila aina ya kasoro na kutokuwa mwaminifu katika kazi yake. Makafiri hawana uaminifu katika kazi zao. Ibadallah, al-amal as-salih bima fihi kasabu rizqi halala naw'an min anwa'i al-jihad, kufanya kazi katika kazi njema ni sehemu moja katika sehemu ya jihadi fi sabilillah. Wa kana nabiyullah Daud ya'kul min amali yadihi, na alikuwa mtume ya Allah, nabii wa Allah Daud alayhi salam anakula kwa kazi ya mkono wake, pamoja kwamba yeye ni kiongozi, yeye ni mtawala, yeye ndio amiri jeshi katika nchi hiyo. Alikuwa ni mtu kupambana vita. Nabiyullah Daudi alikuwa tajiri, alikuwa ni mkubwa katika nchi. Pamoja na ukubwa wake wote huo, basi kana yaamalu haddadan, alikuwa akifanya kazi ya kufua vyuma. Chuma akifanya nini? Akitengeneza silaha kwa ajili ya watu wake kupambana maadui. Wakada adamahu Allah sinaata ad-dir'i min al-hadid, hakika Allah kamtukuza mtu huyo nabii wake kutokana na kutengeneza zile kanzu za chuma kwa ajili ya kujilinda na mapigo makali kutoka makafiri. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. نبي الله داود alikuwa hali isipokuwa kwa kazi ya mkono wake. Al-Imam Shankiti mwanachuoni tafsiri wa zama hizi katika kufasiri anamwambia mwanawe, sikupenda mimi ni kufasiri na kuandika vitabu. Lau kama ningepata hasa nafasi ningefanya kazi yoyote ya mkono ili nijiingizie kipato, huku mimi naandika, huku ninasomesha, lakini kuna kazi ya mkono naifanya. Al-Imam Shankiti mwanachuoni mkubwa katika zama zetu hizi.